Karibu mpendwa msikilizaji kwenye mfululizo wa simulizi za Biblia. Leo tukiangazia Mwanzo sura ya 22 hadi 23. Sikiliza simulizi hii kwa makini, na kama neno la Mungu litakugusa, andika amen hapa chini. Mungu akubariki, na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe kwa mwendelezo wa simulizi hizi takatifu. Baada ya mambo haya, Mungu alimjaribu Ibrahimu. Akamwita akasema, Ibrahimu, naye akaitika, mimi hapa. Mungu akamwambia, mchukue mwanao pekee Isaka umpendaye, ukaende katika nchi ya Moria, ukamtoe huko awe sadaka ya kuteketezwa juu ya mlima nitakaokuonyesha. Ibrahimu akaamka asubuhi na mapema, akatandika punda wake, akachukua vijana wawili pamoja naye na Isaka mwanawe, wakaenda na kuni kwa sadaka ya kuteketezwa, wakaondoka kuelekea mahali Mungu alipoagiza. Walipofika karibu na mlima, Ibrahimu akamwambia vijana wake, kaeni nyinyi hapa na punda, mimi na mvulana tutakwenda kule, tutaabudu, kisha tutarudi kwenu. Isaka akamwambia baba yake, tazama, moto upo na kuni zipo, lakini kondoo kwa sadaka ya kuteketezwa yuko wapi? Ibrahimu akamjibu, mwanangu, Mungu atajipatia mwenyewe mwanakondoo kwa sadaka ya kuteketezwa. Wakafika mahali Mungu alipoonyesha. Ibrahimu akajenga madhabahu, akaweka kuni juu yake. Alipokuwa karibu kumtoa mwanawe, malaika wa Bwana akamwita kutoka mbinguni, usimnyanyulie mkono mvulana huyo. Sasa najua ya kuwa unamcha Mungu, kwa kuwa hukumnyima mwanao wa pekee kwangu. Ibrahimu akainua macho yake, akaona kondoo dume amenasa pembe zake kichakani. Akamchukua, akamtoa sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanawe. Mahali pale akapaita Bwana atajipatia. Malaika wa Bwana akamwita Ibrahimu mara ya pili kutoka mbinguni, akasema, kwa kuwa umefanya neno hili, na mimi nimeapa kwa nafsi yangu, hakika nitakubariki sana. Nitazidisha uzao wako kama nyota za mbinguni na kama mchanga ulioko pwani ya bahari, na katika uzao wako mataifa yote ya dunia yatabarikiwa, kwa sababu umetii sauti yangu. Ibrahimu akarudi kwa vijana wake, wakaondoka pamoja kuelekea Beersheba, naye atakaa huko. Miaka mingi ikapita, na Sara akafikia umri wa miaka 227. Sara akafariki huko Kiriath Arba, yani Hebroni, katika nchi ya Kanaani. Ibrahimu akaja kumwomboleza na kumlilia. Baada ya maombolezo, Ibrahimu akazungumza na wana wa Hethi akisema, nipeeni mahali pa kaburi kati yenu ili nimzike mke wangu mbele yangu. Efroni Mhiti akampa shamba lililokuwa na pango la Makpela karibu na Mamre. Kwa fedha kamili, Ibrahimu akanunua lile shamba na pango lake. Hapo ndipo akamzika Sara mke wake.